Sasa katika mkutano wetu huu wa leo ambao ajenda zake labda zitasomwa baadaye hapo, ilikuwa sasa hivi ni nafasi ya mimi kuongea neno moja mbili la ufunguzi la kuanzisha, alafu kufunguliwa ukurasa rasmi na mgeni rasmi. Mgeni rasmi wetu wa leo alikuwa ni Dasi wa Masasi. Bahati mbaya kapata udhuru kidogo, lakini kasema atakuja. Sasa sijui wale watu mnaoshika protokali sijui nifanye nini, maana akasema atakuja. Kasema hapo mtakapokaa tu basi wakati wote naweza nikafanya nini, nikaingia. Sasa baada atakapoingia tutampa naye aongee naye kwake atakokuwa nayo, sio? Lakini kwa sasa hivi naona tuanze, au mnasemaje? Sasa kwa heshima hiyo mimi nitaongea kidogo mambo na hotuba yangu moja kwa moja ili turahisishe mambo, kwa sababu nikianza kuongea baadaye nikaja kwenye hotuba tutakuwa yale tunayarudia. Sasa katika ufunguzi rasmi nitamsimamisha mtu mmoja humu kati ya hao wageni wetu waliokuwa humu ndani. Yeye atatamka kwa niaba ya mgeni rasmi kwa mkutano wetu kwa sababu umefunguliwa, tuendelee na mkutano baada ya kumaliza kwangu. Sawa? Tunakubaliana? Sasa mimi nianze kwanza kwa kutoa shukrani. Nitoe shukrani kwa TFF kwa kazi nzuri kwanza wanaoifanya ya kuendeleza mpira katika nchi yetu na kiwango kizuri ambacho sasa hivi tumefikia kwenye mambo ya mpira. Sambamba na hilo, nitoe shukrani pia kwa TFF hiyo iliyotuwezesha leo kukaa hapa angalau kupata vijiposho. Mimi nasema vijiposho kwa sababu msaada mkubwa tumepata kutoka TFF. Kwa hiyo nao vipi nitoe shukrani, na nitoe shukrani pia kwa mkurugenzi wa ufundi wa TFF ambaye kwa sasa anakaimu nafasi ya katibu mkuu. Bahati njema hivi nitalisema mapema, alinizawadia mipira midogo ya vijana, na yeye ni mtu wa ufundi, anapenda sana soka la vijana mchezo. Alinizawadia mipira ya vijana kama 40 na mimi nikaamua kuigawa kwenye wilaya zote 5, mipira mitano na mingine nikaipa baadhi ya vituo vya kulelea vijana za academy, baadhi ya mipira hiyo. Nadhani wale waliopata watakuwa wamesikia, lakini na nyinyi wote mtasema mmepata kwa sababu wilaya zote zimepata. Sawa? Na mipira hiyo tulikuwa habari ndio hiyo. Mfano wake ndio hiyo kwa hapa. Na hii hapa nikitoka hapa nataka kuwapa chama cha kina mama, wakawapa watoto wadogo wale kina mama. Hiyo pia nishukuru serikali ya mkoa kupitia kwa mkuu wetu wa mkoa ambaye jana tu nimesikia atapangiwa kazi nyingine, lakini yeye ndio aliyekuwepo kwa wakati huo. Kwa hiyo ni mshukuru, ametupa ushirikiano mkubwa katika soka letu la mkoa wa Mtwara, hususan pale ambapo tunahitaji mahitaji makubwa. Kama mwaka jana tulipokuwa tunaendesha ligi daraja la pili, kituo cha Mtwara alitusaidia katika kuorganize, akatungia kamati na baadhi ya watu mlikuwa kwenye kamati, tulienda kuandaa mashindano vizuri na tukamaliza kwa salama. Tumemaliza na deni dogo tu ambalo nao vile Mungu akipenda wakati wote tutafanya nini, tutalimaliza. Wakati namshukuru mkuu wa mkoa, siache kumshukuru katibu tawala wa mkoa kwa sababu yeye ndiye mwenyekiti wa kamati ya mchezo ya mkoa. Kwa hiyo na yeye vile tunamshukuru kwa ushirikiano wake, hasa pale tunapokuwa na matatizo kutupeleka kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa. Yeye alikuwa mtu rahisi sana kutuchukua na kutupeleka kule. Niwashukuru vile wajumbe wangu wa kamati ya utendaji kwa sapoti nzuri wanaonipa katika masuala mbalimbali ya kuendesha soka katika mkoa wetu, wakishirikiana na secretariat. Na washukuru sana secretariat, ingawa mmoja wa secretariat mmoja ametoka, hayupo sasa, amehama nadhani hapa. Afisa habari wetu akiitwa Juma Mohamed nadhani amehama hapa Mtwara, kwa hiyo tumeweza kutafuta afisa habari mwingine, ingawa hatujamuidhinisha kwenye kamati ya utendaji, lakini kifua cha mwenyekiti kimesababisha leo ajiite na yeye afisa habari wa Mtwara, kwa sababu tayari alishapata baraka za mwenyekiti.
Kamati ya utendaji mtaniwia radhi, tutakapokaa tutalipitisha jina lake vizuri kwenye ajenda zinazokuja. Niwashukuru wajumbe wote wa mkutano mkuu, ndio nyinyi, niwashukuru sana kwa ushirikiano mlionipa na kwa kunichagua, kwa sababu hata siku ile mliponichagua mimi nikosepata nafasi ya kuongea na nyinyi tena. Kwa hiyo naomba niwashukuru hivyo kwa kunichagua. Niwashukuru wajumbe wa kamati mbalimbali za Mtwarefa, zikiwemo kamati za mashindano, kamati za haki, kamati ya uchaguzi na nyingine zote. Nilisema hapo alipo angalau mtu mmoja wa kamati, lakini bahati mbaya sijamuona hata mmoja aliyekuja kwa kamati zile za haki. Hata mmoja hapa, na kuniambia kamati za kwetu ndogo ndogo zipo, lakini zile kamati za haki, na maana kwa kamati ya rufaa au kamati ya uchaguzi, sijamuona mtu hata mmoja. Nilikubaliana hata Mpunda, sijui kwa nini, kama nilimwambia si kawaida. Sasa baada ya kutoa shukurani, nije kwenye elia utawala. Nazungumzia utawala na maafisa michezo wananisikia kwamba kwenye utawala, katiba yetu nataka tufanye vikao 6 vya kamati ya utendaji kwa mwaka. Tumeweza tumemanage kufanya vikao 4 na kimoja cha dharura. Kwa hiyo tuko nje ya katiba, lakini tunajitahidi. Lakini kwa mwaka huu tumeanza na kimoja, tunahakikisha vile vikao 6 tutahakikisha Mungu akipenda tutavitekeleza. Nikija kwenye upande na mkutano mkuu, ndio huu tunaofanya. Kwa sababu tukiwa tumechaguliwa, tulikuwa tunafanya mkutano mkuu. Huu ni mkutano mkuu wa mwaka 2025. Msione ajabu mwaka huu tukaitisha tena mkutano mkuu mwezi unaokuja huko mbele, kwa sababu ndio katiba inavyotutaka. Nikija kwenye eneo la ufundi, tuna changamoto kubwa maafisa michezo. Mimi nasema na wakamata sana maafisa michezo, wanaweza kutusaidia. Tuna changamoto kubwa sana ya miundombinu ya viwanja. Kwanza viwanja sasa hivi vimeanza kuvamiwa, vingine vinaanza kutengenezwa vitu vingine. Yaani yale maeneo ya viwanja yanaanza kuwa mambo mengine. Lakini miundombinu ya viwanja sio vizuri. Hata sasa hivi tuna timu ya Bandari ambayo imeweka makao makuu yake hapa Mtwara, inacheza pale uwanja wa Nangwanda, na ule uwanja wenyewe bado hauko vizuri zaidi, hauko vizuri kwa mchezo. Tunapoelekea huko mbele, kama watafanikiwa kwenda kwenye championship, mimi na imani kabisa ule uwanja unawezekana usikizi vigezo wakatoka kwenda mahali pengine. Kwa hiyo tungeomba serikali kupitia kwa maafisa michezo mtusaidie, tuongee na watu sisi hapo, tumeshaanza kuongea nao. Ndio wale wengine nilikuwa kusema, namshukuru mheshimiwa mkuu wa mkoa alitupa hiyo njia, tukaongea nao na tukaandikia, lakini bado mazungumzo yanaendelea vizuri, na nitamke wazi kwamba baba nimtamkie katibu wa CCM mkoa tulie naye kwa sasa. Anaonekana ni mtu ambaye yuko vizuri kwenye mambo ya michezo, hasa uwanja. Naelekea kwa alikotoka, kuna vitu fulani nadhani alifanya kwenye mambo ya uwanja. Kwa hiyo na kwa mwenendo ule, na hakika Mungu akipenda tunakwenda mbele, tutaenda naye vizuri. La hapa kwenye miundombinu, nataka nipongeze Masasi. Nimeuona uwanja wa Masasi jana, nimeenda kutembelea kwa halmashauri pale. Nilitembea nikiwa peke yangu, na bahati mbaya mimi sipigi picha. Hata hizo picha nyingine basi tu, kwa sababu niliambia watoto wangu mimi nikifa picha yangu siweke. Sasa nilikwenda pale uwanjani, nimeutembelea, nimeuona unafanywa matengenezo. Na bahati nzuri, siku ambayo moja nadhani iliripoti, sijui Azam TV iliripoti wakiwa na mheshimiwa waziri ambaye ni mbunge wetu hapo Masasi, alikuwa pale na ukagua ule uwanja. Na mimi baada ya kuona tule Azam, nikwambie bwana, ile taarifa yako ilifanya nimpigie simu. Nikampigia simu kumpongeza kwa mwanzo mzuri alikuwa ameanzia. Na ndio maana jana nikapata hamu ya kutembelea uwanja. Kwa kweli uwanja unaenda vizuri, na kama utapata matengenezo mazuri, tunaweza tukawa tumepata angalau kiwanja hata cha kufanya mazoezi timu kubwa zikija katika mkoa wetu. Kiwanja kizuri, kimekaa vizuri, leveling kama ndio vizuri. Tuwasaidie wataalamu wa nyasi, kama watakuwa wamekosa, kama afisa michezo wa Masasi yuko, mkikosa wataalamu wa nyasi, na mimi nakuombeni mniconsult. Wapo wataalamu wa nyasi wanaweza kutusaidia, tukaweka nyasi nzuri, uwanja ukawa mzuri. Kwa hiyo mimi niwapongeze Masasi, wameanza vizuri, na viwanja kama vile nimeviona Tandahimba kipo pale, na Nyamba kipo, Newala kipo,
wakifanya vitu kama vile, nadhani tutakuwa tumekwenda mbali. Kwa hiyo ningeomba na wengine kupitia kwa waheshimiwa wabunge na waheshimiwa wakurugenzi, tuombe watusaidie ili viwanja viweze kuwekwa vizuri. Lakini kazi kubwa kwenye mambo ya ufundi hapa ya chama cha mpira cha mkoa ni kuendesha ligi, hasa ligi ya mkoa. Ligi ya mkoa mwaka jana ilienda vizuri, bingwa alikuwa Bandari, na mwaka huu tushaenda vizuri na bingwa wetu ni stendi ya Masasi. Na katika napenda tena kusema tena kuhusu Masasi. Leo msiseme kwamba watu wa Masasi labda wamenipa kitu, hapana. Mwenyekiti hujanipa kitu. Au tumeonana mmesimbona jana unajua? Ni ukweli usiofichika. Hata ukiangalia ligi ya mkoa, kama mtakwenda kwenye taarifa, angalieni katika timu 13 nadhani 11 zilizoshiriki, timu tano zinatoka Masasi. Sasa angalia, tunashindwa kuwasifia bingwa katoka Masasi, timu 5 zimetoka Masasi, lazima tuwasifie, wanaenda vizuri. Kwa hiyo mimi, sifa zako mwenyekiti, lazima nikupe maua yako, kweli tunaenda vizuri. Lakini changamoto kubwa ambayo vituo hivi vinakutana nayo ni changamoto ya uhaba wa vifaa. Hii ni changamoto kubwa sana mheshimiwa mwenyekiti, na wakati mwingine unapata uchungu unapoona yani rais wa shirikisho la mpira wa miguu TFF Mheshimiwa Karia anapochukua milioni ya mipira anapeleka kwenye majeshi ambapo wao tunaamini wana uchumi mzuri, licha ya jitihada ambazo kwetu wanafanya, tunashukuru sana, kazi kubwa anaifanya, lakini anaopeleka kwenye taasisi ambazo zinajiweza, wakati kuna maeneo kama ya kwetu kwenye taasisi zake ambazo yeye mwenyewe ndo mlezi mkuu, zina changamoto ya vifaa, inakuwa ni kitu ambacho wakati mwingine kinaumiza sana, hasa kwa sisi watendaji wake wa chini. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, tukuombeni sana, huku chini kuna changamoto kubwa ya vifaa, na sasa hivi mpira Tanzania mashuleni hawazalishi wachezaji, hakuna kabisa mashuleni kuzalisha wachezaji. Hata kwenye mashindano ya mashule wachezaji wanategemea wanaozalishwa na hivi vituo loko ambavyo sasa hivi ndo vinafanya kazi ya kuzalisha wachezaji. Kwa hiyo tunaomba sana mwenyekiti, mnapoenda kwenye vikao vyenu, hili mlipiganie hivi vituo vyetu sasa hivi, hata kama havina weledi wa namna hiyo, lakini kwa nafasi kubwa sana vimekuwa vinazalisha sana wachezaji kwenye nchi yetu. Lakini jambo la pili mheshimiwa mwenyekiti, naamini na hili wewe mwenyewe unao uwezo wa hili kulifanya, nitakao litaja sasa hivi. Jambo la pili mwenyekiti ni hili la wataalamu. Kuna changamoto ya wataalamu kwenye eneo letu. Wana michezo wengi ambao tuko nao kwenye sekta yetu hii ya michezo wanafanya kwa kuwa wanapenda hivi vitu, lakini hawana weledi, na sio kwamba hawataki kupata huo utaalamu. Inawezekana ikawa changamoto wanakosa watu wa kuja kuwawezesha, au kuna changamoto ya fedha ya kulipia gharama za kuafford wao kupata huo utaalamu ambao unatakiwa waupate. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, tukuombe sana, kozi ya grassroots ukiitisha kwenye mkoa, tunao uwezo wa kupata wadau wengi, ili hawa makocha wanaofundisha hivi vituo vyetu wapate uwezo wa kuwalea wale watoto. Mwenyekiti, kuna vitu vingine tunakutana navyo sisi tunapoenda kuangalia viwanjani vinavyofanyika, ni vitu vya hatari. Mimi nilianzisha mashindano ya under 13 mheshimiwa mwenyekiti, kipindi cha half time watoto wamekusanywa na mwalimu wao, mwalimu ndo anapakua chakula wachezaji wale ili warudi tena wakamalizie hafu ya pili. Sasa wewe kwenye hali kama hiyo unaona kabisa kama huyu mtu anawasimamia watoto hakuna kabisa anachokijua kuhusiana na michezo. Yaani hiyo imetokea, nimeona kwa macho yangu mheshimiwa mwenyekiti. Sasa katika mazingira kama hayo, kwanza tunatengeneza hatari kwa afya za wale watoto. Sasa katika mazingira kama hayo mwenyekiti, tukuombe sana, ili wewe unaliweza, wapo wakufunzi wa TFF ambao wanapatikana kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo tukuombe sana, omba TFF wakubali tu, watoe kibali cha wewe au wataalamu tuliokuwa nao waendeshe kozi kwa wale wataalamu wetu, hata kama kwa bure, ili watu wale wapate ujuzi ambao nashukuru kwa kukumbusha kwa hiyo. Asante. Mimi nikushukuru sana, nianzie pale ambapo alisema katibu
kwenye changamoto za viongozi wetu ambao tunakutana nao, tuna changamoto kubwa sana viongozi wa chama cha mpira huko tunakopiga na kuendesha kwa kwetu wilayani, hasa kuanzia kwa viongozi wetu, hasa maafisa michezo bado wako mbali sana na vijana. Maafisa michezo wako mbali na vijana na bado hawajui majukumu yao kwa vijana, kwa sababu kuna wakati mwingine wanapambana, yani na yeye anakuwa upande wa ni kama mpinzani, lakini kwa kwamba na mwenyewe kama hajui taratibu namna uendeshaji. Kwa tunaomba pia inawezekana mkoa kama mtajaribu kuwapa semina na wao kwa kukaa nao kwamba wajue majukumu yao ni nini, kwa sababu hata kama mimi napambana natembea kwa ajili ya timu zijisajili, lakini utakuta afisa michezo kuna sehemu ana access ya kufanya timu zijisajili, mnafika sehemu hiyo ndio kikwazo. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kwamba unapambana unatembea ili utafute timu zijisajili, lakini afisa michezo ukimwambia anakuambia mfumo kwa hivi unatamani, basi kama unashinda basi nipe hata password tufanye sisi wenyewe, kwa sababu tumefanya hatua zote umebaki wewe tu, kwa sababu mfumo ulipoweka sasa hivi timu inajisajili yenyewe, lakini kuna sehemu lazima verify nani afisa michezo. Inakuwa changamoto, na changamoto ambayo iliyopo ni kwamba tu kama hauna shida. Tumependa sana Watanzania kitu cha kupita 50 kwa 50, kwamba angalau upewe kitu chochote ndio ufanye kazi kwenye wajibu wako, mshahara unaopata ndio kazi unayoifanya. Kwa niombe tu kwamba mnapokaa muambie na wao kwamba wafanye kazi, wajitoe, kwamba ni sehemu yao ya majukumu ya mshahara unaopata pale alipokaa. Lakini pia namna uendeshaji wa hizi ligi umezungumzia hapa, tunapata changamoto ya watendaji, lakini kuna sehemu wanakaa maafisa utamaduni na maafisa michezo wamegeuza unyago ambao wanatoa ngoma za mkesha vibali, wanatoa pia na kwenye nini, kwenye michezo. Mtu anakuja hapo anakuja kwenye chama, inawezekana mimi nimeamua kama nilivyosema mwenzangu hapo kwamba wanataka kuhamasisha jambo la dogo tu, wamekuja kuomba na mwako wa ruhusa kwamba nendeni mkafanye, unaandika barua iende kwa mtendaji akija kumpa taarifa na polisi kwamba jamani hawa wana jambo hili, halina hela yoyote, ni mdau tu, na mtu mwingine inawezekana ameamua tu wacheze watoto, mtu anasitisha, anasema mjalipia kibali, mnaanza tena kugombana. Kwa nini hatujaona kulipia? Unampa maelekezo, lakini kumbuka yule bado yuko juu kwangu. Kwa kuna namna ambayo mnasigana. Sasa mimi sasa hivi nachukuliwa kama mbishi, na hasa hata viongozi wa kisiasa, wabunge. Mimi wao mara nyingi sio muumini wa vyama, kwa hiyo mara nyingi napambana kwa namna yote. Sasa shida ya serikali yetu hapo, kishapingana na mtu ambaye yuko kwenye CCM maana yake mpinzani. Kwa mimi mara nyingi naamua kwa naambiwa kwamba ni mpinzani. Kwa sababu gani? Wewe ukasema kwa sababu ni mgombea wa CCM mmoja tu naweka kwa mchezo. Mimi nadhani akina Fundifaso na maarifa niwahi kuambia waamuzi mimi sina. Nilikataka kushiriki kwa sehemu yao ya pili. Nikamwambia endeleeni mlichokianzisha fanyeni. Na kuna siku niliitwa njoo ukae sehemu kama mlivyoanza malizeni mkunishirikishe. Sihusiki. Na nilikataa mbele ya darasa, nikamwambia sihusiki na masuala hayo kwa sababu mmeamua kufanya. Lazima ufuate utaratibu hata utakapoenda. Uwezo kaingia tu sehemu unapotaka sasa umeshinda jambo unishirikishe mimi unipigie mwenyekiti. Hata ukinipamba mimi sikuenda pale kwa ajili ya kupamba. Nilienda kufuata taratibu. Kwa hiyo niombe kwamba hata viongozi wa kisiasa, nadhani kuna mgogoro mwenyekiti na ufahamu 2000 na ngapi kutokea ni wapi. Mnasitisha ligi isimame. Dasa anakuambia mnaenda polisi, mnapa taarifa, mnaandikia barua. Wanakuambia kaiteni barua ya mahakama. Afu unawauliza barua ya kuendesha pale ligi aliwaletea nani? Chama cha mpira. Kwa nini mkudai mahakama? Dasa na wapigieni simu kwambia michezo ile mechi naomba ziendelee. Nimewaambia mruhusu ziendelee. Tulikataa kwamba sisi kwa sababu tulichaguliwa mtatusoa, lakini hatuwezi kuruhusu michezo iendelee. Kwa hiyo ifika wakati hata yule mkubwa atuunge mkono kwa mujibu wa taratibu, na kama hata sisi tunaenda tofauti tuwajibishwe pale ambapo tumekosea. Ndio utaratibu huo. Tusifurahie kwamba tukifanya vizuri mkitusifu, hata tukifanya vibaya tuadhibiwe, ndio haki yetu. Kwa hiyo tunatamani na sisi tuonewe pale ambapo tunahisi tumeenda tofauti. Lakini tunapokatishwa tamaa, unaambiwa hivi, yani ligi inaanzishwa kwa sababu anaanzisha mbunge fulani ambaye hapendi na ofisi. Tunaambiwa kwamba kuna migogoro, huku kuna mauaji, uasi umeanza, usalama na kutilia, uwezo kahoji usalama ukoje. Lakini sasa kama usalama hauwezekani, Mkunye anaendesha ligi, na wao mjini wanaambia usalama haupo. Na watu hapo wao wanasema ni Mkunye. Sijajua hapo unashinda hata kuelewa, umeitwa umekalishwa pale na maafisa usalama, tunakuita kama mwenyekiti, sitisha ligi zote. Lakini ligi fulani iendelee. Sasa kwa nini kule iendelee, lakini ukija kugundua kwamba ndani ya chama wanaishi wanajitangaza, wanamsitisha kwamba siendelee kujitangaza. Na muda mwingine unaambiwa kabisa anakuja una ligi inataka kuanzisha sehemu fulani. Umejihakikisha yule mtu sio upinzani, mimi sio kazi yangu hiyo. Katiba inaniambia kwamba niendeshe bila kufuata ubaguzi wa aina yoyote. Kwa tunapata changamoto kubwa sana sasa ulizo naitwa na dasi na amekaa na viongozi wake pale tunaambiwa hivyo. Kwa na wewe ni mdogo, nakumbuka mimi ni mwalimu. Kwa anasema yote ya mizizi yangu ameshikilia yeye. Je, nikimpinga pale nafanya. Kwa utakuta unapinga lakini wakati mwingine wewe kuwa
naitwa Idi Shamili, mwenyekiti wa chama cha makocha mkoa wa Mtwara. Hususani tulikuwa katika mkutano mkuu wa chama katika kuweka mikakati ya chama chetu hususani soka la mkoa wetu wa Mtwara. Soka la Mtwara nashukuru Mungu linaendelea vizuri na tuna mikakati endelevu ya kuendeleza soka kwa ujumla, hususani elimu ya makocha ambayo ndio nasimamia. Tutalitenda hili kadiri inavyotaka. Okay. Unatazamaje mpira wa kipindi hiki na kipindi kilichopita? Kipindi kisoka sasa hivi soka limekuwa tofauti na kule nyuma tulikotoka, ingawa tunasema kila jambo na wakati wake. Hili soka linakuwa na vijana wanajitoa vizuri katika kuendeleza soka. Kipi kiboreshwe sasa kwenye mkoa wetu tuwe na timu angalau moja ama mbili kwenye ligi kuu? Tatizo kubwa la mkoa wetu kwanza ni vyanzo vya mapato. Hili ni tatizo kubwa sana ambalo tunakwama katika nyanja nyingi sana, hasa kuhamisha elimu kutoka eneo moja kuleta kwa wachezaji, nayo inahitaji gharama kwa sababu tuna walimu wachache ambao wanaweza kupeleka elimu hiyo kwa vijana wetu. Kipi kiboreshwe sasa? Sana sana tungeomba wafadhili wajitokeze katika kuwezesha kozi za walimu wa mpira wa miguu wa kike na wa kiume. Naitwa Athmani Kambi, mwenyekiti wa chama cha mpira cha mkoa. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa mkutano wetu wa mkoa wa chama cha mpira cha mkoa wa mwaka 2025 tumemaliza salama leo katika ukumbi huu wa halmashauri ya mji Masasi, na tumediscuss mambo mengi, yani tumeongea mambo mengi, lakini miongoni mwa mambo ambayo tumeongea, wajumbe wanasisitiza sana uwezekano wa kupata wataalamu wa mpira, hasa hususani walimu wa mpira wapatikane kwenye maeneo mbalimbali kwenye academy. Ni kitu ambacho nimekiona ni muhimu sana, kwa sababu sasa hivi kuchukulia mpira ni ajira, na wao wanasisitiza sana tusisitize kupata wa vijana kutoka kwenye academy zetu zilizoko hapa mkoani. Naona wanaongea kitu ambacho ni kizuri zaidi, na sisi tumelichukua. Wameomba vifaa vya kuwaendeleza hawa vijana kutoka TFF, na mimi nilibeba. Tutawaandikia wenzetu wa TFF tuwaambie tuna academy zetu 43. Kwa hiyo tunahitaji hizo academy tupate vifaa ikiwemo mipira na vifaa vingine ili waweze kuviendesha vizuri. Na hawa walimu kwa kweli, moja kazi kubwa ambayo tutaifanya kwa haraka sana ni kuomba na kumwita mtaalamu wa ufunzi wa walimu afika hapa kwetu atufundishe kozi za grassroots na leseni B na leseni C ili tuweze kupata wataalamu wa kutosha. Hilo ndio lilikuwa muhimu zaidi lilobeba mkutano wetu wa siku hii. Mwenyekiti, hali ya ukuaji wa mchezo kimkoa unaionaje kwa sasa, na mna mipango gani sasa kuhakikisha kwamba ukuaji huu unakuwa, lakini pia kuna changamoto ya viwanja na nini, nyie mnaitazamaje? Kwa kweli, kwa mfano kama miundombinu, kama ulinisikia kwenye hotuba yangu nilizungumza, moja ya changamoto kubwa kwanza ni viwanja. Viwanja vina changamoto kubwa kwa sababu viwanja vilivyopo na vingine unaweza kuta sasa hivi vinageuzwa vinapelekwa kwa matumizi mengine. Kwa hiyo niombe wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Mtwara kuhakikisha kwamba wanatengea sehemu za michezo ili vijana waweze kupata sehemu za kuchezea, na tuombe vile vile wakurugenzi wale ambao wanamiliki viwanja vikubwa kama wenzetu wa Masasi wameshaanza kwamba wanakiboresha kiwanja kinakuwa kwenye viwango ambavyo vinatakiwa, vinaweza kukaa kimashindano. Na viwanja vya namna ile na hakika tunavyo katika wilaya karibu zote. Tandahimba nimekiona, Newala kipo, na pale na Nyamba nimekiona kipo. Kwa hivyo vikiboreshwa vile mambo yetu yanaweza yakakaa vizuri. Lakini kusema ukuaji wa mpira katika mkoa wetu tunaona sasa tunataka tuanze upya, kwa maana kwamba tunaanza kukua. Kitu kikubwa ambacho tunahakikisha kama chama cha mpira sasa hivi, bingwa wetu wa mkoa tutajaribu kumtafutia watu waweze kumsaidia aweze kwenda angalau first league mwakani. Kwa hiyo timu ya stendi ya Masasi tutashirikiana nayo kuhakikisha kwamba inakwenda na inaingia daraja la pili mwakani, ligi ambayo tayari Bandari wanacheza hii ya first league. Sasa first league na Bandari tunaombea nao, tutasaidiana nao, tunaombea nao waende championship. Kwa hiyo tukipata first league, championship na academy zetu hizi nilizosema mwanzoni kwamba zikianza kupata vifaa, vijana wakawa wanakuja juu, basi tutaanza kupata timu ya Premier League ambayo itatoa wachezaji wengi kutoka katika mkoa wetu. Kwa sasa tumeona uendeshaji wa shughuli ya mpira Mtwara bado umeibukiwa na changamoto ya finance, fedha.
mmejipangaje kwenye kuhakikisha kwamba mna fedha za kusimamia shughuli? Labda nikwambie tu kwamba hivi karibuni iliundwa kamati na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ya kutafuta timu ambayo itakuwa ina nembo ya kimkoa, na miongoni mwa vitu vile ambavyo vilikuwa vimeelekezwa pale, basi ilikuwa ni kutafuta chanzo cha fedha, na chanzo cha fedha pia tulikuwa tuombe, walikuwa wamesema kama proposal zetu wende kuomba wenzetu kwenye RCC, basi angalau kwenye mazao yetu kwa kunatengwa kiasi kidogo tuweze kuendeleza michezo. Nadhani wazo hili ni zuri, na sasa hivi tunaweza kuwashauri na waheshimiwa wabunge na serikali ya mkoa, tunaendelea kushirikiana nao na kuwashauri waweze kutuombea tupate ile ufungu iweze kuendeleza michezo. Sio lazima football pekee yake, hata michezo mingine, lakini lazima ukubali kwamba sasa hivi mchezo unaopendwa zaidi ni football, na football sasa hivi inatoa ajira kwa watu. Ukienda kwenye runinga sasa hivi ukiangalia ligi kuu, wakicheza timu mbili basi unapata watu zaidi ya 70 walioajiriwa na wanafanya kazi, na Mheshimiwa Rais anahitaji vijana wajiajiri. Kwa kama wajiajiri, moja ajira iko kwenye michezo, kwa hiyo litakuwa wazo zuri. Wewe kama mwenyekiti wa mwenyekiti wa chama cha mpira mkoa wa Mtwara, mpaka sasa lipi ambacho unajivunia kwenye eneo lako la soka kwa mkoa wa Mtwara? Mimi kwanza nijivunia kwa kipindi nilichokuwa kwa muda mrefu. Kwanza nijivunia nilipofika tu hapa nilikuta mkoa hauna timu ya ligi kuu, na bahati njema ikapatikana timu ya Ndanda ligi kuu ikacheza ligi kuu, hilo najivunia zaidi. Lakini baada ya hapo sasa tunaanza kutengeneza tena miundombinu mipya. Nadhani hapa katikati tulipotea, sasa tunaanza kutengeneza miundombinu mipya kutafuta timu nyingine ya ligi kuu. Kwa hiyo nadhani tu siwezi kujivunia kitu chochote kama sijajivunia mafanikio. Mafanikio ni kupeleka timu, tupate timu ya ligi kuu, wana Mtwara waweze kufurahi, Mtwara mji ufunguke, Mtwara watu waupende, Mtwara uchumi uonekane. Kwa hiyo ni kitu kikubwa kupata timu ya ligi kuu, na nadhani mipango yangu ni kupata timu ya ligi kuu, na Mungu akipenda inshallah kabla sijamaliza kipindi changu hiki tutapata timu nyingine ligi. Wito wako ni nini kwa wadau? Wito wangu wadau ni kama hivyo, tushirikiane pamoja, watusaidie kuchangia, na wadau wengine kama wanasiasa na serikali tuombe kama hivyo tulivyosema, tutafutie changamoto ya fedha tuondolee kwa kutafutia angalau kijisenti kidogo kwenye mapato yetu.